Lakini kuna kama msukumo hivi kwa viongozi wa zamani kuwekewa darubini. Tumeona Brazil pale, Bolsonaro kapigwa miaka 27. Tumeona Ufaransa, Europe hatujazoea kabisa. Sarkozy alikuwa president pale, amepigwa miaka 5. Hata kama akiapili bado kwa sababu yuko ndani. Tumeona nchi zingine imekuwa 1 2 3. Leo tumeona hapa kwa Kabila, lakini tumeona hata mtu mwingine akisema ndio hivyo bwawa la mamba kwa ajili ya mafisadi. Au sio? Kwenye eneo la sheria, nyinyi kama Chauma, mnapata mtabadilisha nini ili kupata viongozi wenye sifa kubwa kabisa kwa viongozi bora? Kwenye ilani yetu tunataka kujenga uongozi wenye maadili, ethical leadership. Tunaamini sheria sio muarobaini wa kila kitu, isipokuwa maadili katika jamii, kuanzia makuzi ya watoto mashuleni. Tumesahau sana kujenga ethics, kujenga maadili katika taifa hili. Unaweza kuweka sheria nzuri sana zikaishia kuvunjwa. Tunataka tujenge maadili, na maadili haya yakatupatie viongozi bora, viongozi walio na hofu ya Mungu, viongozi wanaojali watu, tujenge utu katika taifa. Huo ndio msimamo nambari 1 wa Chauma. Lakini la pili, tunaamini katika katiba kama ndio msingi wa kujenga uongozi unaowajibika na wenye hofu ya kutotenda maovu. Leo katiba yetu kwa mfano, rais wa nchi hawezi kushtakiwa. Viongozi wakuu wa nchi hawawezi kushtakiwa. Unapotengeneza kinga ya namna hii ya kikatiba, unaweza si personalize, unaweza ukatengeneza tatizo la watu kufanya mambo kiholela holela bila hofu, kwa sababu anajua analindwa na kinga. Lakini haishii tu kwa hawa wenye kinga, hata mnyororo wa viongozi walio chini yao. Kama unaelewana vizuri na viongozi wa juu wenye kinga, maana yake na wewe in a way kuna namna hiyo kinga unanufaika nayo. Kwa hiyo tunatengeneza mnyororo wa kulindana. Hakuna mtu wa kumfunga mwenzie kengele. Kwa hiyo tunataka tutengeneze katiba ambayo itawenda kuchochea uwajibikaji na hofu ya kutotenda maovu.